Tunawapongeza sana kamati ya maandalizi ya tamasha hili, machifu, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza, hadi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, lakini pia viongozi wa dini, kwa sababu kwenye tamasha hili nimeambiwa kutakuwa na shughuli ya kidini pia au za kidini pia. Ndugu zangu, naomba tuwapigie makofi sana kwa kazi nzuri walioifanya. Kwetu sisi serikali tunafarijika sana kuona mafanikio makubwa ya maandalizi ya tamasha hili tangu kuanzishwa kwake mwaka 1968. Hivyo wote tunawaambia hongereni sana. Ndugu wananchi, kabla ya kuja hapa, kama nilivyosema, nilitembelea makumbusho ya Bujora. Nilikwenda kule ili kupata baraka za asili na jadi ya Usukuma, kama alivyosema chifu wa Wasukuma. Nilianzia kule kuangalia historia, lakini pia kupewa baraka, na hasa mwaka huu wa jambo linalotukabili mbele. Kwa hiyo hapa niko na baraka tele za Wasukuma kwenye uchaguzi ujao, na ni imani yangu kwamba machifu wengine pia na wenyewe wamenipa baraka zao. Hakika nimeshuhudia mambo ya kihistoria, mila na desturi ambayo yanaendelea kurithishwa kwa watoto na vijana wetu. Hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha tunakuwa na taifa lenye nguvu kazi inayoenzi maadili ya Kitanzania, na niwapongeze sana kwa kudumisha utamaduni huu. Ndugu wananchi, napenda kuwajulisha kwamba kutokana na umuhimu wake, serikali imeamua kuyakuza na kuyatumia matamasha kama haya kudumisha utamaduni, mila na desturi zetu. Na nakumbuka wakati nikifungua tamasha hili mwaka 2021, nilielekeza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuhakikisha inashirikiana na uongozi wa mkoa na uongozi wa kituo cha Bujora kuliratibu tamasha hili. Ninafurahi kuona kwamba kama alivyosema waziri, hatua zote zimechukuliwa na mambo makubwa zaidi yanapangwa na wizara ili kuenzi matamasha yetu, mila, desturi na tamaduni zetu. Ndugu zangu, katika kuenzi utamaduni wa Afrika, hata wimbo wa jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, tukisoma ubeti wa pili unasema, uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila na desturi zetu. Kwa hiyo hata ndani ya Afrika Mashariki hilo nalo limepewa umuhimu, na katika wimbo wetu ule hilo tumeliweka vizuri. Hivyo niendelee kuwataka wananchi kutumia matamasha ya kitamaduni kama sehemu ya kuimarisha utamaduni, mila na desturi zetu kwa jamii yetu ya Watanzania. Baba yetu wa taifa Mwalimu Nyerere alituambia, taifa linalopoteza utamaduni ni taifa mfu. Tanzania hata siku moja tusende kuwa taifa mfu. Hivyo basi, katika kutunza utamaduni wetu au kutunza utamaduni wetu ni sehemu muhimu ya kulinda maadili ya nchi yetu. Utamaduni hubeba na hurithisha imani, tabia na maadili yanayofaa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Maadili kama heshima, uwajibikaji, uaminifu na mshikamano hujengwa na kuimarishwa kupitia mila, desturi na taratibu za kiutamaduni za eneo husika. Katika karne ya sasa ambapo dunia inashuhudia kasi kubwa sana ya mabadiliko ya kiteknolojia, kiuchumi na kijamii, utamaduni ndio unabaki kuwa utambulisho wetu. Utambulisho huu utatusaidia kujua sisi ni nani, tunatoka wapi na tunataka nini. Ombi langu hasa kwa ndugu zetu viongozi wa kimila, waganga wale wa kienyeji, ombi langu kipindi hiki wanaomba kupata nafasi mbalimbali watawatembelea, na wanapowatembelea niombe sana tusifanye ramli chonganishi, kwa sababu hizo ndizo zinazovunja amani kwenye uchaguzi. Mheshimiwa Rais, shughuli hii ya leo
na uwepo wa machifu unaendana kabisa na falsafa ulioiasisi ya 4R, yani maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya. Hawa ndio moja ya watu ambao wametusaidia sana katika maridhiano kama ulivyosikia leo. Hawa ndio watu ambao wamejenga ustahimilivu mkubwa katika taifa letu kama ambavyo tumeshuhudia leo. Lakini hawa ndio kichocheo cha mabadiliko ambayo Mheshimiwa Rais unayataka. Na katika eneo hili la Usukuma, moja ya mabadiliko makubwa ni kuhifadhi na kutunza mazingira. Kuhifadhi na kutunza mazingira. Mheshimiwa Rais, umetembea kote, umeona jinsi kilio kikubwa cha maji kilivyokuwa na jinsi ambavyo umekitatua. Mwanza peke yake trilioni 1.9 kwenye maji. Ziwa Victoria, ndugu zangu, katika historia ya dunia lilikauka mara 3 toka Mungu aiumbe dunia. Ziwa Victoria lilikauka mara 3 kwa sababu hili ni basin lake. Maana yake nini? Tutunze misitu ili maji yaendelee kuingia katika Ziwa Victoria vizazi na vizazi. Mheshimiwa Rais, hawa ndio watu wanaotaka kulijenga taifa hili upya. Kwa tunapozungumzia falsafa ya 4R ulioiasisi, hawa ndio miongoni mwa watu wa kuisimamia na kuieleza. Na Mheshimiwa Rais, sera na falsafa ya 4R imeshajiisha amani na utulivu miongoni mwa Watanzania. Aidha, kupitia sherehe hizi za Bolabo zinazowakutanisha pamoja jamii na viongozi wa dini mbalimbali, imekuwa ni jukwaa muhimu la kutekeleza kwa vitendo falsafa hiyo. Mheshimiwa Rais, tamasha hili pia lina nia ya kuenzi mila na utamaduni wa Mtanzania. Na wewe rais wetu umekuwa kinara katika swala la kuhifadhi utamaduni wetu. Umeanzisha tamasha kubwa la Kizimkazi, lakini wewe ni mlezi wa muda mrefu wa tamasha la Bulabu. Wizara kwa kweli tumpe maua yake Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ya kuhifadhi utamaduni wetu. Mheshimiwa Rais, nikufahamishe ya kwamba wana Mwanza tupo tayari kwa uchaguzi. Tumeboresha daftari, tumeongeza wapiga kura na uboreshaji wa daftari katika mkoa wetu. Wananchi wapya 594,023 wamejiandikisha na wapo tayari kushiriki uchaguzi. Uchaguzi uliopita wananchi 1,800,000 walipiga kura. Leo tumeongeza wapiga kura wapya, na hii inadhihirisha kwamba wana Mwanza tuko tayari kwa uchaguzi. Chini ya kauli mbiu yako Mheshimiwa Rais ya 4R, sisi wasaidizi wako tutatekeleza maelekezo yako ya kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani, lakini pia kwa kuzingatia falsafa yako ya 4R.